Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu miujiza na siri nzito za mti huu wa chimamati. Je, kazi ya mti wa chimamati unaofahamu wewe? Je, miujiza ambao upo katika mti huu wa chimamati unaofahamu? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Mti huu bwana ni mti wa mapenzi, ni mti wa kutekelezewa jambo lako, yaani kukidhiwa haja yako kwa mke, kwa mume, kwa bosi, na kumfanya huyo mtu akung'ang'anie, akupende mpaka achanganyikiwe. Hata ukifanya ujinga yeye anaona unafanya mazuri tu. Je, unawezaje kumfunga mke au mume au bosi msumbufu au mke msaliti aachane na watu wengine au wanaume wengine, asishawishike, akung'ang'anie wewe tu mume wake? Au je, unawezaje kumfunga mume wako akugande, akupende wewe tu, asiwaone wanawake wengine mpaka kifo? Unachotakiwa kukifanya wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, koga vizuri, chukua udhu, njoo katika mti huu wa chimamati, tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, katika maisha yangu sijawahi kutenda zuri mpenzi wangu akaliona, aidha mke wangu aidha mume wangu. Utatia nia kulingana na jinsia yako uliyokuwa naye. Kila ninachokifanya anakiona kibaya. Mume wangu ni msaliti au mke wangu ni msaliti, hanisikilizi, hanitii, haniheshimu. Nahitaji kumuinamisha, nimpige limbwata, anisikilize na anitii na anitekelezee kile ninachokihitaji. Sasa unachotakiwa kukifanya, utachukua mizizi ya mti wa chimamati, utachukua na majani yake pamoja na haya maua yake. Yaani haya maua yakigusa tu nguo yanakung'ang'ania, yananasa kama ameshika nguo. Sawa eh? Utaenda kutwanga kwa pamoja mpaka upate usembe ule unga wake. Baada ya hapo sasa, ukihitaji kumpiga limbwata mke au mume au bosi akutii na akung'ang'anie na akutekelezee jambo lako, na ukiwa mbali hawezi kuishi bila uwepo wako, na ukitoa mguu basi mtakuwa mnafatana kama walivyo kumbikumbi. Unachotakiwa kukifanya sasa, utakata kucha za mikono yako yote, ya mkono wa kulia na wa kushoto. Utachukua nywele zako za sehemu zako zote, kwa babu mpaka kwa bibi kule kwa siri zote utachukua, na mpaka za kwenye kikwapa, na kucha za miguu ya kulia na kushoto utachukua. Utachoma upate ule usembe, ule unga wake. Utachanganya na usembe unga huu wa mizizi ya chimamati pamoja na majani yake pamoja na maua yake. Utapata dawa aina hii moja. Kisha mwekee mpenzi wako aidha katika juisi, aidha katika kinywaji cha maji, aidha katika chakula. Weka kidogo tu, tia nia na mfunga mpenzi wangu. Popote atakapokwenda, kwa kila atakachokuwa anakifanya, fikra zake, mawazo yake yawe kwangu mimi tu. Kwa wewe mwanamke unanuia asimpende mwanamke yoyote mume wangu katika hii dunia isipokuwa nipende mimi na nione mimi tu, wengine waone manyani. Na kwa wewe mwanaume unanuia mke wangu anipende mimi tu mume wake, asimpende mwanaume yoyote mwingine, amwone kama mbwa au mavi. Kwa kile atakachokifanya, fikra zake, mawazo yake yao kwangu mimi tu. Asile chakula pasipo kunifikiria mimi, na tule kwa pamoja. Asiponiona asipate usingizi, asilale, asile, fikra zake ziwe kwangu mimi tu. Hata akikoga asipate amani na furaha, atamani tuoge wote. Hakika nahitaji mke wangu nikienda kazini nimkute nyumbani, asitoke wala sidanganyike na majirani wala ndugu wenye midomo mibaya. Ampende Mungu wa kwanza na mimi ndo niwe wa pili. Utakachonuia hakika ndivyo itakavyokuwa. Haitopita siku 3 utamwona mke amebadilika. Hata kama alikuwa na tabia mbaya za uuni atabadilika, hata kama alikuwa na ulevi ataacha. Sawa eh? Na mume ukimfanyia ni hivyo hivyo, ili ni limbwata kubwa sana. Kwa leo mimi naomba uridhike na elimu hii ambayo nimekupatia.
Kwa wakati mwingine nitakuja kuelezea kwa urefu zaidi mti huu. Hii ni limbwata kubwa sana la kumuinamisha mke, mume, bosi. Hata bosi pia ukihitaji kutekelezea jambo lako, chukua mti huu wa chimamati, sawa mtegea aidha katika juisi au aidha katika chakula, sawa nuia kwa Mwenyezi Mungu. Tia nia, anahitaji bosi wangu anipandishe cheo, anitii, anisikilize na mimi ndio nionekane kinara kazini. Basi ndivyo takavyokuwa. Bosi atakuwa anakung'ang'ania tu. Hata mke au mume ukimfanyia dawa hii atakuwa anakung'ang'ania tu, hatopata raha kuishi mbali na wewe. Hata mke hatopata raha kuishi mbali na wewe. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Na je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kujifunza elimu za miti pamoja na mimea na tiba zake? Kwa tiba pamoja na dua unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.